Yesu leo linena mwenyewe katika unabii, nami ninakamilisha neno lako jinsi ulivyonena. Yesu ikatimie katika jina la Yesu. Na yeyote anaenda katika kushiriki mambo ya milele, macho yake yafunguke Bwana, aingie katika aingie katika destiny. Yesu, kilichopotea ndani yake na kidai kupotea kwa hii kombo hapa kikarekeshe Jehova. Uweke sura yake ngumu, uweke maneno ndani yake katika kinywa chake Bwana, hapa asikie utamu wa asali ya wokovu wa maisha yake. Asante Bwana wa mabwana, Mungu nikusaidie Jehova. Hapa ninasibariki Bwana, hapa nasibariki Bwana kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa wanasema hatujamaliza kuhubiri, lakini na katika imani unaingia katika destiny yako, unaingia katika destiny yako vizuri. Haleluya. Haleluya. Sasa ukikaa huko utaumia, kwa sababu hapa ni unabii, na unabii haina wewe alikula sana, wewe alikuwa nini. Wewe kama ukuli sana ni yako. Sawa sawa. Sawa sawa. Kila mtu anakula kulingana na size yenye anataka kuchukua. So haisuiliwi mtu. Ambaye mwenzako haisuiliwi mtu. Ezekiel chapter 3. Mimi tondi wale, mimi nitakuwa nahubiri. Mimi nikihubiri wewe unasema amen ukila. Haleluya. Unasema amen? Unasema mimi akasema hii kitawa chikae kando sasa. Andiko linasema hivi. Ezekiel nimesema Ezekiel chapter 3. Kwani nimesema kitabu? Verse 1. Andiko linasema, akaniambia mwanadamu, kula unachokula. Mwambie, andika ikasema mwanadamu. Maandiko yanasema mwanadamu. Maandiko ikaniambia kula kile unachotaka kula. Kula unachokula. Ni wakati wa kukula kile unahitaji kukula. Kwa sababu gani unakula? Ambie already mimba ninayo, already maono ninayo, already vision niko nazo, lakini kusaliwa ndio zimeshindikana kusaliwa. Lakini maandiko yananiambia kula kila ambacho unakula, kwa sababu kwa kila unakula hicho ndio kinaenda kudetermine zile nguvu unaenda kupokea. Kwa kila ambacho umekula kinachotoka katika madhabahu, hicho ndicho kinaenda kukupatia nguvu ya kupushi ile maono isaliwe, ya kupushi ile vision isaliwe, ya kupushi ile kitu ambacho umezungukia sana, ili zote ataingia katika destiny. Anasema hivi, kula kombe hili kisha enenda utaseme na wana wa Israeli. Mtu wa Mungu, baada ya kukula hichi ambacho unakula, unatoka mahali hapo ukiwa na usemi, kwa sababu baada ya kukula hapo ndipo unapata usemi, na baada ya kukula ndipo unaenda. Sisi wengine tuliokoka tukaingia makanisani, tuliokoka tukaingia madhabahuni, badala ya kutulisha wakatuacha, tukatoka tukiwa na njaa, tukatoka kama hatujui matunda, tukatoka kama hatujaona hiyo neema. Ndio maana hatukuzalisha matunda. Lakini siku ya leo, mchana wa leo, tunakula, na baada ya kukula unakuzalisha, unakukula, na baada ya kukula unatoka mahali hapa ambao ni mtu mwingine tofauti. Watu walizaliwa Jumapili wakabatizwa, baada ya kuzaliwa na ubatizwa leo wanakula. Ashukuriwe Mungu waliokosha baada ya kuzaliwa walishwe na baba yao, mpaka wape ruhusa ya kutoka waende wakazae na wao, wakazae na wao. Inatangaza leo watu wanaenda kuzaa kihudumu kazaa. Haiwezekani. Nasema utazalisha, utazalisha. My God, ninaona malaika wa Bwana wanaoshuka na matunda mengine.
ninaachilia mwanangu. Naona neema imeachiliwa, naona anga imeachiliwa, naona maono yanaachiliwa, naona watu wameconnect kiroho, naona watu wanaanza kuona zile opportunities zilizowakataa, hiyo vitu vilivyowakataa, wanaanza kuzichungulia, wanaanza kuzitazama. Nataka nikwambie hivi, hiyo ni yako unaiona, hiyo ni yako unaiona katika unabii, hiyo ni yako. Hiyo biashara ambayo unaona mawazo yake yameelekea pale, hiyo ndio Bwana alikuwa anataka, hiyo ndio Bwana anakusudia. Hapo ndio Bwana anakusudia. Baada ya kukula matunda, hapo ndipo unaelekea. Wakamwambia Yoshua na Caleb, nendeni katika hiyo nchi ukafanya upelelezi. Mungu alituma mtumishi wake, akaenda akafanya upelelezi, akarudi na matunda. Baada ya matunda, una watu wanapokea neema ambayo si ya kawaida. Oh my God, I wish. Ninaona kama watu wanne tu hapa ndani wameconnect. Watu wanne wanajua mahali wako. Watu wanne wanaelewa. Watu wanne. Ninaona 4 people wanaelewa kile kitu ambacho ninazungumzia. Huenda hawajanielewa. Wacha nisonge mbele kidogo utanielewa. Basi nitafungua kinywa changu, naye atanilisha lile kombo. Watu wa Mungu, ni masaa haya nataka kukomanda katika jina la Yesu. Katika ile kombo mchana wa leo, kuna watu ambao hawajawahi kula matunda. Ninataka nilishe mtu katika ile kombo zao. Nataka nilishe mtu kombo. Ninataka kulisha mwanangu yule ambaye anajua ya kwamba katika haya maisha ninahitaji kuenda, katika haya maisha ninahitaji kufanikiwa. Hiyo kwanza kalione connect wewe waine. Amuka ucha hapa mbele katika jina la Yesu. Na mimi ninaachilia hiyo kombo. Yesu mwanangu, ninalisha kombo. Pokea hiyo kombo na ingie kwa destiny. Pokea hiyo kombo na ingie kwa destiny. Ninakuonyesha hiyo kombo ingie kwa destiny. Namba utasielewa. Watu wanapokea neema, watu wanasonga mbele, watu wanafanikiwa katika ile kombo. Watu wanainuliwa, watu wanapokea, watu wanaingia kwa ngazi. Kule unachotaka kula, uanze kufanikiwa, uanze kuinuliwa. Watu wanapokea neema ambayo si ya kawaida. Hiyo neema si ya kawaida. Wengine wanapokea tapo. Kuna kuonyeshwa, kuna matunda ya Bwana, kuna matunda ya Jehova, kuna vitu vinaachiliwa. Watu wanapokea neema ya kuingia katika hatima yao, wanakula wanachotaka kula. Yatangaze katika neema, watu wakule kula, watu waingie katika matunda. Inawaingiza katika nchi ya ahadi, ile nchi ya ahadi. Andiko linasema kwamba nitawalisha katika kombo, nami ninatangaza masaa. Kwa hiyo kombo watu wakule matunda, watasikia katika ile. Watu wanaingia katika biashara, watu wanaingia katika anga, watu wanapokea roho, watu wanapokea neema, watu wanaanza kusikia uwepo wa kukula matunda, walio kiroho wanaendelea kuongelesha Bwana. Anamwambia Yesu kula ambie baba yangu ninaendelea kusonga mbele katika yale matunda. Watu wanaendelea kusoma, watu wanaendelea kukula, watu wanaendelea mbele. Mpaka waelisha watoto, mpaka waelisha katika milima, mpaka waelisha vijana. Nami naelisha wanangu, nami nawaelisha ile kombo, nami nawaelisha aliye tayari inua mikono. Ambie Bwana nimekula madhabahuni, ambie Bwana tuombe na wewe, ambie Bwana kufanikisha. Mtu wa Mungu aliye connect kiroho, usitoke katika hiyo anga.
wewe ndio utakayeona hiyo matunda utakapokucha kwako. Nimekwambia utaona ile matunda inayokucha kwako. Utaona kila ambacho ninazungumzia. Wengine anaweza ona ni vituko ambavyo sana. Wewe ni unabii ambao umepewa na ninatimiza neno la Bwana. Ninatimiza maono ya Bwana. Mstari wa 3 akaniambia, akaniambia mwanadamu, lisha tumbo lako, lichaze tumbo lako kwa hili kombo, nikubali ndipo nikaila nalo kinywani mwangu nilikuwa tamu kama utamu wa asali. Niambia mwanangu, kula. Nimekomanda kwa hiyo sasa katika hii dakika, kila ambacho unatamani kula njoo chukua na ukakule mwenyewe. Na ya kwanza ilikuwa nakuelesha, watu wacheleshe wenyewe. Andika nasema, lisha tumbo lako ushibe, 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 lisha tumbo lako ushibe. Andika nasema, nikalia nami iliona utamu, nami iliona tamu, hiyo utamu ukakule. Wakaoni atabiri utamu kwa maisha yao. Waliokosa ladha wanaanza kupokea ladha, wanaanza kupokea ladha. Watu wanapokea ladha katika hiyo utamu, watu wanapokea ladha, watu wanakula vinono katika mlima wa Bwana, watu wanafurahia mlima wa Bwana. Chukua kile unahitaji kukula. Kuna matunda kwa ajili yetu, kila kitu kimeachiliwa kwa ajili ya Bwana. Bwana ametolesha mana, watumishi wake walilishwa baada ya kutoka katika milima. Bwana aliwalisha, Bwana aliwalisha jangwani. Kutoka hapo aliona Bwana, watu wanakula mana, watu wanafurahia huduma, watu wanafurahia neema, wokovu wao, watu wanafurahia hiyo neema imeachiliwa. Watu wanasema kwa ile kombo ambayo mtumishi wake Bwana alipatia katika mlima. Watu wanakula katika madhabahu ya Bwana, katika hiyo madhabahu inatabiri neno la kila kesho yako. Unayekula hiyo kombo, lisha tumbo lako lishibe, kwa sababu Bwana anakupeleka, Bwana anakufanikisha, Bwana aliwalisha, Bwana aliwatajirisha, Bwana aliwainua. Watu wanainuliwa na Bwana. Oh my Father, usipokuwa ushibe, kuna mahali ambapo ninakutuma kwa watu ambao wenye vichwa ngumu, ninakutuma kwa watu wasiowezekana, ninakutuma kwa watu ambao niliofika vya haifai, lakini kwa watu wakikula ile kombo, watu wanaenda kumuona Jehova, watu wanaenda kumuona Bwana, watu wanafurahia Bwana, watu wanafurahia neema. Ni madhabahu ya Hope and Restoration ambayo Bwana ameachilia neema ya watoto wa nyumba, neema ya uzao. Watu wanafurahia kwamba, watu wanafurahia kwamba andiko linasema, nilikula nikalisikia likiwa tamu, ikawa kama utamu wa asali. Haya ndio maisha ninatabiri juu yako, haya ndio maisha ninanena juu yako, haya ndio maisha ukienda ukaishi, haya ndio maisha. Unatoka mahali hapa, unatoka na ladha leo, unatoka na ladha leo, unatoka na asali leo, unatoka na mafanikio leo, unatoka na ushindi leo. Kula ushibe mwanangu, kula ushibe, kwa sababu ninakutuma. Utajiri yako haikuji kutoka kwa watu rahisi. Utajiri unakuja kutoka katika watu walio na vichwa ngumu. Katika ile kukula ile kombo, Mungu anakuweka strong. Mimi ninaendelea kusoma andiko hili, kiendelea kulila mstari wa 4. Yule ambaye anaogopa kukula hajui kile anafanya, lakini wale ambao wanajua kile wanafanya usiogope, endelea. Mstari wa 4 unasema hivi, akaniambia mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Kumbe baada ya kukula utakuwa na maneno ya Bwana. Watu watajaa na neno la Jehova, watu watajaa na neno la kinabii, watu watajaa na neno la kimitume, watu watajaa na neno la uinjilisti, watu watajaa na maneno, watu watajaa na neno la Bwana. Bwana anataka kutuma mahali, lazima uwe umeshiba ndipo uende. Lazima kushiba, hakuna mahali utaenda. Lazima kushiba, hakuna mahali utaelekea. Lazima ushibe, lazima ushibe. Wanangu washibe, wanangu washibe, wanangu washibe, wanangu wanashiba, wanangu wanashiba. Yes! Oh my Father, ni wewe
Hakuabudiwa ni wewe, ni wewe, hakuabudiwa ni wewe. Mstari wa 5 andika nasema hivi, maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama kwa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli. Baada ya hii kitu ambacho hii kitendo kimetendeka hapa, wewe ndiye Mungu alikuwa amekuchagua, wewe ndiye mtu Mungu alikuwa amekuteua, na baada ya kuteua na kutuma katika nyumba yenu, wewe ndiye unaenda kuleta mafanikio, wewe ndiye unaenda kuleta church, wewe ndiye unaenda kuleta ushindi, wewe ndiye unaenda kuleta mafanikio. Kuna vitu vinatendeka ambazo za kawaida. Andika nasema ya kwamba baada ya mahali hapa ninasema watu, ninawatuma watu waende wafanikiwe, ninawatuma katika mataifa ya Israeli, ninawatuma katika mataifa, watu wanaenda kufanikiwa, watu wanaenda kuinuliwa, watu wanaenda kupokea baraka, watu wanaenda kujenga manyumba. Huwezi kuwa katika madhabahu ya Bwana ukakosa kufanikiwa. Kuna ingine inaanguka katika madhabahu, nani anahitaji wewe ambaye umetoka na mtumishi, unabeba naomba ushauri katika hiyo naomba. Watu wanainuliwa kwa jina la Yesu, watu wanainuliwa kwa jina la Yesu, kwa sababu kuna neema ambayo inaachiliwa, una vipawa ambavyo vinaachiliwa, una karama ambazo zinaachiliwa katika jina la Yesu. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Nimefika kuzaa uchungu huko, kila kitu huko, lakini hakuna kitu kinasaidia. Huyo ni mwanamke ambaye hana akili. Biblia inasema hana akili.